Popote mulipo ulimwenguni nzima, watu wa Mungu, na wasalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristu, akiwa mwamba na mkombozi wetu. Hii ni sauti ya mtu aliaye akitokea nikani. Anakuja kusema tena siku ya leo tena, wapendwa, popote mulipo ulimwenguni nzima, itengenezeni njia ya Bwana na muyanyooshe mapito yake. Tengeneza njia ya Bwana ni kuacha uovu, ni kuacha ubaya. Leo tutakuja tunakuja kuzungumuza na watu waliomkubali Yesu. Hawa watu wanajiita wa Kristo, wanajiita eti wameokoka. Njoo tunakuja kuzungumzia siku ya leo. Ndugu yangu, somo yetu tutaikuta katika kitabu yake ya Mathayo mtakatifu, sura yake ya 7 na verse yake ya 12. Kichwa ya neno inasema amri kuu. Amri kuu ya Mungu. Amri kuu ya Mungu. Kichwa ya neno inasema amri kuu ya Mungu. Ndugu zangu, watu wa Mungu, popote mulipo, jueni ya kwamba maisha ya wokovu na maisha ya upagani ni maisha mawili kwa tofauti sana. Tena inaachana, manake inaachana zaidi na zaidi. Gisi wao mtu wa Mungu utakavyoishi sio kama mtu wa mataifa atakavyoishi. Sehemu kwenye mtu wa Mungu utakapotembelea sio kama sehemu mataifa wanapotembelea. Sehemu wao mtu wa Mungu utakapoingia sio kama mataifa watakapoingia. Kusema kwako mtu wa Mungu, gisi utakavyosema sio kama mataifa watakavyosema. Kuvaa kwako kwanza mtu wa Mungu, kuvaa tu kwenyewe mtu wa Mungu, wewe sio kama mataifa watakaovaa. Yani tutakuwa tuko tofauti kwa kila njia na kwa kila aina na kwa kila hali yote ya maisha hapa chini ya jua. Kwa wale waliompokea Yesu na wale wasiompokea Yesu. Na mwili wako wa mtu wa Mungu itakuwa tofauti na mwili ya watu wasiomjua Mungu. Hawa watu bado hawajampokea Mungu. Hawajajua hii njia ya wokovu, ama hawajajua thamani ya kuwa na huyu Yesu. Ndugu zangu wapendwa, kama kichwa chetu ya neno leo inasema amri kuu ya Mungu, watu mataifa wenyewe usiwaambie mambo ya Mungu, ama usimwambie Mungu alisemaje, ama Mungu anataka nini, kwa kuwa yale bado hajakamata maamuzi. Lakini wewe uliyekamata maamuzi kumpokea huyu Yesu kuwa mwamba na mkombozi wako, sasa mpendwa, unayashika maagizo ya Mungu? Ama njia zako unazozitembelea hapa duniani ziko tofauti na hao wapagani wasiomjua Mungu? Ama maamuzi yako yote unayoamua hapa duniani yako tofauti na hao watu wasiomjua Mungu? Ama mwili wako mtu wa Mungu, mwili wako wenyewe uko tofauti, unamtangaza Mungu kweli? Uko tofauti na hao wapagani wasiomjua Mungu? Tukienda kwenye mavazi, ni mavazi yako unayoyavaa mtu wa Mungu, wewe mtu unayeitwa umeokoka, iko tofauti na hao watu wa mataifa wasiookoka? Ndugu yangu, hiyo ni swali ya kujiuliza. Maamuzi yako, kuwaza kwako, kuona kwako, unaona sawasawa na gisi, unaona tofauti na gisi au mataifa wanavyoona? Ndugu yangu, jueni ya kwamba sisi tuliompokea Yesu, Mungu ametupa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Na ukiwa mwana wa Mungu una uwezo na mamlaka, na kuona kwako na maamuzi yako itakuwa tofauti sana na hao watu wasiomjua Mungu. Sasa tukiangalia, turudi nyuma sasa, tuangalie yale mataifa wanaofanya na wale wapagani wanaofanya. Kuna utofauti? Hakuna utofauti? Tukianza kwanza kwa mwili kwanza. Mwili wenyewe tu.
Ukiangalia gisi mwili wa taifa wanaopeleka mili zao na Wakristo huku gisi wanaopeleka mili zao, utaona hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Mavazi yenyewe tu. Yani ukiangalia mavazi ya huyu mtu asiyemjua Mungu anavaa na huyu mtu anayemjua Mungu anavaa, utaona hakuna utofauti. Sasa utasemaje wewe? Umeokoka ama umempokea huyu Yesu kuwa mwamba na mkombozi wako kwenye maisha yako yote? Ulikataa ubaya ama au kuacha ulikuja kwa Yesu na vyako vyote ukakuja navyo na unaendelea navyo? Ndugu zangu wapendwa, kwani ni huruma na kujidanganya, tuko tunajidanganya. Hii jamii inaitwa jamii ya Wakristo ni jamii moja zibaya sana, tena sijaona jamii mbaya kama jamii ya Wakristo. Yani sijui kama jo Ukristo huyu wenye Mungu anahitaji kweli unaoyaona kwa Wakristo wa leo, kwa tabia, kwa matendo, kwa maamuzi, kwa kuvaa na gisi wanapelekesha maisha hapa duniani. Ndugu yangu, kama ni huyu Mungu jo kweli aliyowaita, anayewaacha kabisa, mili yenu kwanza munaibadilisha. Munajichukia kwanza kisi Mungu alivyowaumba. Mavazi yenyewe mnavaa, mavazi ya aibu, ya wakahaba. Ukiangalia njia zako hazimshuhudia hata Mungu. Ukiangalia matendo yako unayotenda hapa duniani hayamshuhudie Mungu. Ukiangalia nyumba yako yenyewe unayoishi, yani haishuhudia kama Mungu aliwahi kuingia ama uliwahi kukutana na Mungu. Sasa ni Ukristo gani utajivunia? Yani Wakristo wa leo wanavaa tu ngozi ya kondoo, lakini ndani mwao ni umbwa mwitu. Na Mungu anasema siku inakuja atawatapika. Atawatapika. Siku inakuja tena sio mbali. Huyu Mungu wa mbinguni, huyu aliyewaita na amkushika maagizo yake na amkushika amri zake, munafanya kutokana na akili zenu na tamaa zenu, gisi mwili lo wasumbua, munaendana na mwili na dunia, munaendana na dunia, munamsahau Mungu. Na Mungu siku ile atawasahabu. Atawasahabu. Na kuja kuambia Mungu atawasahabu. Ndugu zangu, watu wa Mungu, angalia maisha unayoyaishi. Angalia njia unazotembelea. Ona tabia zako zenyewe. Wewe kwani Mungu anaonekana kwenye maisha yako? Ama kwenye nyumba yako Mungu anaonekana na anashuhudiwa Mungu yupo na wewe? Ndugu zangu, ni kitu gani kweli? Tunazijua hata nao mataifa. Tunawaita mataifa, lakini wenyewe wanakuwa wanamtii ule shetani wao. Yani wanatii sheria zao na amri zao wanazitii. Lakini sisi huku tunajita watu wa Mungu, hatumusikia hata Mungu, ama hatumutii Mungu. Ndugu yangu, ni kwa nini tu? Ni kwa nini mpendwa kutokumsikia Mungu? Kudumu kwenye dhambi, kudumu kwenye uovu, kudumu kwenye ubaya, kudumu kwenye wizi, kwenye uongo, kudumu kwenye uasherati, kudumu kwenye uwaji, ulozi, fitina, chuki, uchawi, uzulumati, utapeli. Ndugu zangu, na unajita kama Mkristo, na unajita umeokoka, lakini tabia zote zibaya ni wewe tu. Kwanza mwili wako wenyewe haumshuhudie kuwa na Mungu. Mwili wako umebadili. Umemkataa huyu Mungu kwenye maisha yako. Jinsi Mungu alivyokuumba, wewe unaona huyu Mungu alikosea. Unamkataa, unamkosoa Mungu. Sasa utasemaje huyu Mungu?
huyu utasemaje ama utapenda huyu Mungu akusaidie nini ama afanye jambo gani kwenye maisha yako? Sisi wenyewe kwanza, yani chuki zinatutesa, yani fitina zinatutesa. Roho ya huruma haiko tena mwa Kristo wa sasa. Roho ya chuki ndio inakuwa imetenda kazi usiku na mchana 24 hours kwa Wakristo wa sasa. Roho ya kuua ndio inakuwa imetenda kazi. Yani roho ya huruma haikuwa kitena ama ya msamaha hakukwake kwa Wakristo wa leo. Ukiangalia leo hii, adui wa Mkristo ni Mkristo mwenzake. Ni huruma sana. Ni huruma sana. Yani adui wa Mkristo ni Mkristo mwenzake. Sasa hii Ukristo tunasema sisi ni wa Kristo. Ni Ukristo wa modele gani huyu tumeupokea? Ama ni Yesu wa modele gani huyu tumempokea kwenye maisha yetu? Jua ya kwamba huyu Yesu, hii okovu, hii Ukristo ni mfumo wa maisha. Ni mfumo ya maisha. Yale yote wewe mtu wa Mungu, mwanadamu wote usiotaka kutendewa hapa duniani, usimtendee mwingine. Ubaya wote ule mtu wa Mungu, ubaya wote ule mwanadamu usiotaka utendewe kwenye maisha yako, kwenye mwili wako, kwenye familia yako, kwenye nyumba yako, kwenye mume wako, kwenye mke wako, kwa watoto wako, kwa baba zako, kwa mama zako, kwa familia yako yote, kwa majirani, kwa marafiki. Ndugu yangu, usimtendee mwingine. Hapo ndio utakuwa umemwabudu Mungu. Hapo ndio utakuwa umemsikia Mungu. Yani usitamani kumfanyia mwanadamu wa aina yoyote hapa duniani ubaya wa aina yoyote. Usitamani kumuumiza mwanadamu wa aina yoyote hapa duniani. Ama usitamani kuona mwingine mwanadamu iko naumia, hapo iko naumia, wewe uko kuna sherekea, wewe kuna shangilia maumivu ya mwenzako, wewe unayasherekea. Ni Ukristo wa modele gani? Mbingu gani tutaingia? Ama mbingu gani hii tunaitarajia? Ni mbingu gani tutaingia wa Kristo, watu wa Mungu? Ni mbingu gani? Mbingu haiko vile. Huyu Mungu hatutamuona kamwe. Kwenye tabia zetu zibaya, roho zetu za chuki, za fitina, roho zibaya zimetujaa. Yani roho ya huruma haikuwa kitena, roho ya msamaha hakuna. Roho ya kutesa wengine, ya kusumbua wengine, ya kuua wengine, ya kuharibu wengine, jo inakuwa kwa Wakristo wa leo. Roho za fitina. Wakristo wa leo ni wanafiki. Ni wanafiki. Utakuona na kusalimia, wewe unawaza na kusalimia kwa amani. Anapokuonesha tu mgongo, unaanza kumteta mwenzako. Ni Ukristo wa modele gani? Kwa maisha ya wokovu, Mungu anachukia sana wanafiki. Mungu anachukia unafiki. Mpendwa, baba yangu, mama yangu, dada yangu, jua ya kwamba maisha ya unafiki Mungu anayachukia milele. Mungu anayachukia milele maisha ya unafiki. Sisi hii kabila inajiita kabila wa Kristo. Ni kabila moja iko na unafiki moja wa ajabu. 99% ya hawa watu wanajiita wa Kristo ni wanafiki. Ni waongo, washarati, wazinifu, wachawi, walozi, wezi, wazulumati, watapeli. Yani ubaya wa aina yoyote utaikuta kwa Kristo. Utaikuta kwa Kristo. Heri minyama tena inakuwa ina upendo. Lakini huku kwa Kristo huku ni vurugo na michangano. Usione makanisa zinaharibika, wachungaji wenyewe wanaharibika, maaskofu wanaharibika, mitume wanaharibika, waimbaji ndio usiseme wanaharibika, washarati wakubwa, wachungaji usiseme washarati wakubwa, wezi wakubwa, waongo wakubwa, watapeli wakubwa. Yani ubaya yote, wachawi, walozi. Ndugu yangu, jua siku inakuja. Siku inakuja. Siku inakuja ambapo
itajulikana ni Mungu gani uliyemwabudu. Itajulikana ni Mungu gani uliyemwabudu. Siku inakuja. Siku inakuja. Wewe mbaya, dumu tu kwa kutenda ubaya. Wewe mzinifu, dumu kwa kutenda uzinifu. Wewe muongo, dumu kwa kutenda uongo. Wewe muuaji, dumu tu kwa kuua watu. Mchawi, dumu kwa kuroga watu. Dumu. Jua siku inakuja. Siku inakuja. Siku inakuja. Kiyama inakuja. Na hautaiepuka milele. Hamutaiepuka milele. Mungu atawaangamiza. Mungu atawaangamiza. Ole kwenu watumishi. Ole kwenu wachungaji. Kwa kuwa hamhubiri neno la Mungu la kweli. Munashindwa kukemea uovu. Munashindwa kukemea dhambi. Munashindwa kukemea mabaya. Munaona kondoo zinaharibika, zinatawaliwa na shetani, zinafungwa na shetani, zinafungwa na tamaa dunia, zinafungwa na tamaa ya mwili. Na munaikala munaona. Munaona watumishi. Lakini muko tu pale kwa toa sadaka utabarikiwa. Toa utabarikiwa. Na wajinga wao wanajitoa wa Kristo. Na ujinga wao wote. Yani ajiulize ya kwamba mimi niko natoa sadaka. Hii tabia yangu, hii mwenendo wangu, hii maisha yangu nayo yaishi. Hii sadaka itanisaidia nini? Mungu anasema, heri ile sadaka yako ungiliacha kuyatoa. Kwa kuwa uko tena mtajirisha ule mchungaji wa shetani, na mwisho na wewe na ule mchungaji mtaelekea kwenye ziwa la moto milele. Ndugu yangu, hii ni wakati wa kutengeneza maisha yako. Hii ni wakati wa kuungama na kutubu dhambi zako na kuziacha kwa kweli. Wewe mzinifu, wewe mchungaji mzinifu, unaishi kwa uzinifu. Hii ni wakati wa kutubu na kuungama mbele ya umati ya watu na mbele ya kanisa, ya kwamba mimi niliwadanganya muda mrefu. Niliishi kwa uzinifu na huku nikisema ninamhubiri Mungu. Kabla hujafanya hivyo, unaenda tu eti wachungaji wengine njoo eti bana kukwambia unakweti ndugu yako anasema wewe ile msamaha ya kishetani. Na njoo maana mko mnauana. Kwa jua hamjue maana msamaha. Hamjue maana msamaha. Msamaha ya ushetani. Wachungaji wa leo, mtu anayefanya kosa mkemea zarani ili wengine wajifunze. Hapana eti twende kubaraza wazee, tuchunge siri. Siri wewe ni nani? Jua hakuna siri mwanadamu kumba kwa mambo ya siri. Mwanadamu ni kwa mambo yaliyofunuliwa. Mambo yaliyokuwa wazi. Siri ni ya Mungu peke yake. Mungu atawaharibu. Mungu atawaharibu. Watumishi wote wa Mungu, wote wanaoishi kwenye uovu, kwenye ubaya, kwenye uchawi, ulozi, kwenye washarati, kwenye wizi, kwenye uongo, kwenye tamaa, kwenye chuki, kwenye fitina, kama hujatubu na kutengeneza na kuacha njia zako ziovu, jua Mungu atakuangamiza. Mungu atakuangamiza na mbingu hautaingia milele. Jehanamu inakuandaliwa. Utaenda jehanamu. Ndugu zangu wapendwa, dunia isitudanganye, ama mwili tusidanganye. Tutafakari matendo ya Mungu. Tuone kazi ya Golgotha kwenye maisha yetu. Tumuone Mungu kwenye maisha yetu. Tuache uovu, tuache dhambi. Tuache kuumiza wengine, kutakia wengine mabaya. Tuache kutendea wengine mabaya. Tuache chochote kile usichotaka kutendewa. Usimtendee wengine mpendwa. Mungu, ndugu yangu, ndio amri kuu, na ndio Mungu anasema usiotaka kutendewa usitendee wengine, na unaotaka kutendewa watendeeni wengine hivyo hivyo unavyotaka utendewe. Sasa ni nani kwa wachungaji au watu wanajita eti ni wa Kristo? Angalia kwanza nyumba zao nyumba zinaoza. Yani eti ni Mkristo, eti ni mchungaji, eti ni mwimbaji, lakini yeye na mume wake huku, yani hakuna kusikilizana, hakuna kuongea, na anaenda kumwimbia Mungu. Yeye na mume wake, yani hakuna hata kusikilizana, yani na mume naye, yeye na mke wake, yani ni vurugu mnyumba, na anaenda eti Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajidanganya. Jua Mungu haiko na wewe. Mungu haiko na wewe. Kwenye maisha ya udhambi, maisha ya uovu, maisha ya ubaya, Mungu hatakuwa na wewe milele. Mungu hatakuwa na wewe milele.
unajidanganya, unajidanganya. Amuka usinzi hapo. Toka kwenye dhambi zako. Toka kwenye ubaya wako. Dhambi ni ya kukimbia. Dhambi ni kuyaacha milele. Dhambi ni kuyaungama na kuyaacha. Na uendelee na Mungu. Ili huyu Mungu aonekane kwenye maisha yako. Ndio sababu leo mnaona vifo vinakuwa vya ajabu, manake vya kushtukiza. Juu ya nini? Uovu. Watu wanamkataa huyu Mungu wa kweli. Wanamkataa huyu Mungu. Kwa kuwa, ndugu zangu, jueni ya kwamba hivi vifo mnavyoviona ni nguvu za kishetani. Ni mapepo yale yako yatumwa kunyonga watu kuwa watu. Sasa hizo nguvu zote tutazizuia aje? Ni kuwa na huyu Mungu wa kweli. Kuwa na huyu Mungu wa kweli. Kukimbia uovu, kukimbia ubaya, kukimbia dhambi, chukizo. Usimtendee mwingine mabaya, ama usitaki kuumiza mwingine, ama chochote usiyotaka kutendewa, usitendee mwingine. Ndugu yangu, ukisimama na huyu Mungu wa kweli, mauti yatakimbia, majani yatakimbia. Yale mateso yote inakutesa, shetani anaotuma mateso kutoka huko na huko, yatakukimbia milele. Ukikaa unafikiria, unasema mimi na huyu Mungu milele. Ndugu yangu, vifo leo inakuwa vya ajabu. Hao wachawi hawa wanaua watu eti Mungu amechukua. Ndugu yangu, sio Mungu amechukua, ni shetani amechukua. Ni shetani amechukua. Sasa watu wa Mungu, tuamuke. Tuamuke. Amukeni watu wa Mungu. Amukeni watu wa Mungu. Acheni uovu. Acheni dhambi. Acheni mabaya. Ili huyu shetani tumukemee na atatukimbia. Tusimamishe yale mauaji yote, yale mauti, majani, mabala, mikosi, kazi yote ya shetani tuyasimamishe kwa jina la Yesu. Na zitasimama. Kwa kuwa Mungu alitupatia mamlaka na uwezo. Alisema tumukemee shetani na atatukimbia. Hauwezi kumkemea huko kwenye dhambi. Never. Utamkemea shetani kulingana na njia zako na mwenendo wako na tabia yako iko sawa mbele ya Mungu. Maisha ya wokovu ni maisha, ni mfumo ya kukubali kuwa na huyu Yesu wa kweli. Kuyafuata tabia na mwenendo wa Yesu aliyoyafanya hapa duniani. Kama uyaishi yale unayoyafanya yale, mpendwa, kumuona Mungu iko mbali sana. Na huyu Mungu atakuonekania. Atakuonekania. Tusome tusikie neno la Mungu nasema. Tusome kama vile kichwa ya leo nasema amri kuu. Iko katika Mathayo sura 7 na mstari wa 12. Inasema hivi, tusome katika jina la Yesu. Basi yoyote munayotaka mutendewe na watu. Narudia tena. Basi yoyote munayotaka mutendewe na watu, watendeeni vivyo ndivyo. Na Bwana Yesu atubariki. Na Bwana Yesu abariki neno lake katika jina la Yesu. Unasikia neno la Mungu linasema katika Mathayo sura yake ya 7 na mstari wake wa 12. Inasema chochote kile, mpendwa, usichotaka kutendewa hapa duniani, usimtendee mwingine. Na yoyote mazuri yale unaotaka kutendewa hapa duniani, tendeeni wengine hivyo hivyo. Na Mungu akubariki, na Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu. Amen.